Habari, karibu nifunze Tech. Tunaendelea na somo letu la 3 katika programu yetu ya kujifunza Microsoft Word. Sasa kwenye video ambayo ilipita nilizungumzia muonekano wa ndani wa programu yetu ya Microsoft. Sasa kwenye video hii tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na file tab. Tutakwenda kuzungumzia tabu moja ambayo ni tabu ya msingi sana ambayo unatakiwa uweze kuifahamu. Kuna menu moja ambayo inaitwa ni file kwenye programu yetu ya Word. Sasa kwenye video hii tutakwenda kuizungumzia kiundani hiyo file menu inamaanisha nini au inafanya kazi gani unapokuwa unatumia programu yako ya Microsoft Word. Sasa cha kufanya kama kawaida, utaingia kwenye sehemu ya kusearch, utasearch hiyo programu yako ya Word. Kama inavyoonekana hii hapa ndio programu yetu ya Word. Utaingia kwenye sehemu ya open hapa, utaibonyeza ili kuifungua. Utasubiri kishafunguka hapa. Sasa hivi utaingia kwenye sehemu ya blank document. Kama nataka nianze kuandika kazi yangu kuanzia mwanzo kabisa, utaingia hapo, utabonyeza kwenye sehemu ya blank document. Kisha bonyeza, huu ndio muonekano wake kama jinsi inavyoonekana hapa. Sasa kwenye video hii tutakwenda kuzungumzia hii hapa menu ya file. Tutakwenda kuangalia hii menu ya file inafanya kazi gani. Hii inaitwa ni backstage view. Tutakwenda kuangalia tuweze kuona. Ni sehemu ya kufanyia kazi ambayo ni working area. Hii ndio karatasi yako. Sasa unapoingia kwenye sehemu ya file, maana yake hapa inakuruhusu kwenda nyuma. Tunasema unakwenda nyuma ya pazia. Behind the scene unakwenda kuangalia au unakwenda kudili na file lenyewe. Hapa hatufanyi marekebisho kwenye hii menu yetu ya file. Kwa hiyo utabonyeza hapa. Kwa sasa ukishaingia kwenye hii sehemu ya file, kuna vitu vingi ambavyo vinapatikana hapa. Kuna hii option ya new. Hii inakuruhusu kuanza kutengeneza file jipya. Kwa ninapozungumzia file ndio hiyo document, kama ni barua labda au ni ripoti, yani hivyo yani. Au hapa kwenye sehemu ya open inakuruhusu kuweza kufungua document ambayo tayari ulishawahi kuifungua au ulishawahi kuifanyia kazi kwenye programu yako. Ukiingia hapa unakuwa na uwezo wa kutafuta kama ni kazi yako ambayo ulishawahi kuifanya labda siku 2-3, mara nyingi utazikuta hapa. Kiingia labda hapa kuna document kama hii hapa ambayo tayari ulishawahi kuifanyia kazi. Kwa unaweza ukaibonyeza pia ukaifungua, zeni ukaanza kuifanyia baadhi ya editing. Hiyo ni option ambayo nilikuwa naizungumzia hapo. Tena kuna option nyingine ambayo inaitwa ni ukiingia pia kwenye sehemu ya open, kwenye kufungua document, unaweza ukafungua document kutokea kwenye hii kompyuta ambayo tunasema ni this PC, au ukabrowse hapa. Utaingia kwenye sehemu ya browse. Kwenye browse hapa sasa inakuruhusu kuingia ndani kwenye kompyuta yako, zeni ukaangalia document yako ambayo unataka uweze kuifungua inapatikana wapi. Kwa hiyo utaangalia document yako inapatikana wapi, zeni utaifungua. Lakini pia kwenye hii menu ya file pia kuna sehemu pia ya kushare kama unataka kushare, lakini pia kuna sehemu ya info. Kwenye info hapa unaweza ukapata baadhi ya taarifa kama zinavyoonekana hapa. Hapa tunasema ni properties. Kwenye properties hapa, of course hizi ni kama sifa za file letu au document yetu, kwamba mpaka sasa hivi ili file letu au hii document yetu ina ukubwa kiasi gani. Kwa hapa itaonesha labda ina MB ngapi, ina MB 3.85. Pia kuna pages. Umeona kwamba hii document yako mpaka sasa hivi ina karatasi ngapi. Kwa hiyo itaonesha. Pia kuna author ambaye ni mwandishi wa hii document, pia ataweza kuonekana hapa. Lakini pia kuna hii sehemu pia unaweza uka protect document. Tunapozungumzia kuprotect, maana yake unailinda document yako. Ukiingia kwenye sehemu ya kubonyeza hapo, itakuletea options kadhaa ambazo unaweza ukaziona. Hizi hapa option kadhaa kama inavyoonekana hapa. Unaweza ukazuia, anasema always open read only. Maana yake hii hapa inakuruhusu file lako au document yako mtu akifungua yani haweze kusoma. Lakini pia kuna encrypt with password. Hii hapa unaiwekea ulinzi document yako. Unabonyeza labda hapa, maana yake unaweka password. Cha msingi hapa ni kwamba password ambayo unaiweka hapa, hakikisha hiyo password hauisahau.
Maana yake ukisahau kuweza kurecover hiyo password, of course ni issue ambayo kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kidogo unatakiwa uwe makini kwenye hii sehemu ya kuingiza password. Lakini pia kwenye options zingine pia unaweza kuona pia kuna hii ambayo tunasema ni restrict document. Una restrict editing, yani unazuia mtu asifanye editing, vyote kama hivyo. Hao tunasema ni mambo ya security, mambo ya ulinzi, una protect au unalinda document yako. Kwa hiyo zote hizo zinakuwa ni option ambazo zinapatikana kwenye hii sehemu ya file. Lakini pia kuna sehemu ya save. Sasa kuna tofauti iliyopo kati ya save na save as. Sasa tufanye hivi, kwanza tutengeneze document mpya. Tufanye labda tuingie kwenye file hapa, tutengeneze document mpya, tuseme blank document, tupate document ambayo ni mpya, hii hapa tupo. Sasa tufanye kitu kimoja, labda tumeandika labda kazi yetu, mfano labda tuandike labda hivi, karibu katika channel yako ya Nifunze Tech, sehemu pekee ambapo utajifunza matumizi ya kompyuta kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Sasa mfano labda tuchukulie mfano labda kuna hii document yetu hapa ambayo tayari tumeshaiandika hapa. Sasa mara nyingi watu wanasema kwamba ukiwa unafanya kazi labda kama unaandaa report labda au unaandaa document, yani unapokuwa unachapa hapa, cha msingi lazima usave. Kusave maana yake unahifadhi hii kazi yako. Lazima uweze kusave, lazima uhifadhi. Sasa kwenye kuhifadhi maana yake, kumbuka hapa unadili na file. Kwa lazima uingie kwenye ile menu yetu ile ambayo nilikuwa naizungumzia hapa, ambayo ni file hapa. Utaingia kwenye sehemu ya file, utasema save. Kwa save maana yake unahifadhi hapa kwenye save. Maana yake unahifadhi mabadiliko ya kwenye file ambalo unafanyia kazi kwa muda huo. Yani kwa muda huu ndio unafanyia kazi hiyo document yako. Kwa hiyo yale marekebisho yote au mabadiliko yote ambayo utakuwa unafanya lazima uyasave. Kwa hiyo utaingia kwenye sehemu ya save hapa. Baada ya hapa utachagua una save wapi. Utaingia kwenye sehemu ya kubrowse, hapa una save kwenye desktop hapa. Baada ya hapa kuna hii tunasema ni file name. Lazima file lako au document yako uipatie jina. Mfano niseme labda tuite labda barua, mfano labda tuseme hii ni barua. Baada ya hapo kama kawaida utaangalia una save wapi. Na save kwenye desktop, sawa. Hii ndio file name yangu ambayo ni barua, sawa. Baada ya hapo utasema save. Ukisave maana yake mpaka sasa hivi nikija huko juu nikiangalia, unaweza ukaona jina la document hii hapa, barua, kama jinsi inavyoonekana hapo. Sasa baada ya hapa nizungumzie kuna tofauti iliyopo kati ya save na save as. Tunapozungumzia save maana yake unahifadhi mabadiliko ya faili, umeona, ambayo unalifanyia kazi sasa hivi au muda huu, yani inakuwa ni current. Lakini save as tunatumia save as, mfano kiingia kwenye sehemu ya faili hapa, kuna hii option ambayo inaitwa ni save as hapa. Kiingia kwenye sehemu ya save as maana yake unatumia save as kutengeneza nakala, kutengeneza copy nyingine ya faili lile. Umeona? Sema tu hapa maana yake hilo faili unalipatia jina lingine, lakini pia unakwenda kuhifadhi sehemu nyingine. Kwa hii ni kama copy au nakala. Kwa nikiingia kwenye sehemu ya browse hapa, sasa hivi hapa na uwezo nikaamua document yangu sasa hivi nataka nibadilishie location. Kule si nilihifadhi kwenye desktop, labda sasa hivi nihifadhi kwenye document, mfano hapa. Baada ya hapa kuna file name. Mfano labda tuseme labda tuite nini? Report. Mfano basi tuite report. Tuite report ya kazi. Kwa nakala ya kwanza ilikuwa ni ile ambayo tulisave barua. Hii hapa ni nakala ya pili ambayo tunaitwa ni report. Baada ya hapa pia ukiangalia tumesave katika location tofauti au katika
maeneo tofauti. Ya kwanza tulihifadhi desktop, hii tumehifadhi kwenye document. Hiyo ndo save as. Save as maana yake inakuruhusu kutengeneza nakala copy ya ile file lako la mara ya kwanza. Unaipa jina lingine, lakini pia una change locations au unabadilisha sehemu ya kwenda kuhifadhi hiyo document yako. Kwa hiyo nitasema utakuwa umesave mpaka sasa hivi, unakuwa tayari umeshamaliza kusave. Sasa kuna kitu pia nataka nikizungumzia nikiweke sawa. Tunasema kwamba kuna maeneo salama ya kuhifadhi kazi au kuhifadhi dokumenti zako. Maeneo hayo, kuna eneo kama this PC au document, yani kiingia kwenye sehemu hapa kuingia kwenye sehemu ya file hapa, una uwezo wa kuhifadhi dokumenti yako au kuhifadhi kazi yako. Kiingia kwenye sehemu labda ya save as hapa, kiingia kwenye sehemu ya browse hapa kwenye this PC, au kuingia kwenye sehemu ya browse hapa. Sasa hivi una uwezo wa kuhifadhi document yako kwenye hii location ya document hapa humu ndani. Unaweza pia ukahifadhi. Of course pia ni sehemu ambayo tunasema ni sehemu ambayo ni salama kwa ajili ya kuhifadhi document yako. Lakini pia kuna location nyingine ambayo ni sehemu salama ya kuhifadhi document yako, ni kwenye sehemu ya desktop hapa kwenye hii location ya desktop pia, na penyewe ni sehemu ambayo ni salama. Sema sasa hapa hii of course kuipata hiyo document yako itakuwa ni vyepesi, lakini tunashauri hiyo sehemu document zisiwe nyingi, yani usiweke document zikawa nyingi sana, hapana. Lakini pia sehemu nyingine ambayo ni salama kabisa ya kuhifadhi document zako tunasema ni kwenye cloud online. Kuna hii OneDrive. Hii OneDrive of course hawa jamaa wanakupatia some GBs, kupatia storage kwa ajili ya kuhifadhi vitu vyako kwa njia ya online, ambayo inapatikana kwenye Microsoft. Hii inakusaidia pia kuweza kuhifadhi dokumenti zako kwa njia ya online. Faida ya kuhifadhi vitu online ni kwamba dokumenti yako itakuwa ni rahisi kuweza kuipata popote pale ulipo. Cha msingi tu uwe na internet. Ukiingiza hii email yako ya Microsoft ambayo ni @outlook.com, basi utakuwa na uwezo wa kuweza kuiaccess dokumenti yako popote pale ulipo. Tofauti na mtu ambaye anahifadhi kwenye PC au kwenye kompyuta yake, maana yake hiyo document ili aipate lazima hawe na kompyuta yake. Akiwa mbali, maana yake hatakuwa na uwezo wa kuipata hiyo document. Lakini mtu ambaye anahifadhi online itakuwa ni rahisi kuweza kupata document yake popote pale alipo. Kikubwa tu awe na internet. Na pia kuhifadhi dokumenti zako online ukiwa hapa kwenye kompyuta yako, kisha kwenye kompyuta yako unakuwa na internet. Ukishakuwa na internet, basi itakuwa rahisi kuweza kuhifadhi hapa. Ukiingia kwenye sehemu hapa ya kwenye kuadd hapa, yani unaingia hapa kwenye add place. Kwa hapo kija utachagua nini? OneDrive hapa. Kwa kuwa mimi hapa kwenye kompyuta yangu sina internet, lakini kama utakuwa na internet utachagua location ambayo ni ya OneDrive hapa, upload hilo file lako, litakwenda huko online, basi utakuwa tayari umeshafanikiwa kuweza kuhifadhi dokumenti yako kwa njia ya mtandao au tunasema ni cloud storage. Sasa nafikiri kufikia paka hapa, huu ndio mwisho wa video hii fupi ambao ilikuwa tunaangalia kiundani matumizi ya file tabs. Sasa kwenye video ambayo itafuatia nitakwenda kuzungumzia kiundani zaidi hii options. Kuna option ambazo kadhaa sijazielezea kwenye video hii. Nafikiri kwenye video ambayo itafuatia tutakwenda kuangalia option ya print pamoja na option ya export zinavyokuwa zinamaanisha nini. Sasa kama video hii umeipenda, usahau kulike, pia usahau kushare, lakini pia usahau kucomment, lakini pia usahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Nifunze Tech ili kuendelea kujifunza matumizi ya program ya Microsoft Word kwa vitendo na Nifunze Tech. Asante.